maelekezo ya kufanikiwa. Uwe hodari, tuna moyo wa ushujaa sana, ili uangalie kufanya sawasawa na sheria yote ambayo mtumishi wangu Musa alikuamuru. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, ili ufanikiwe popote uendapo. Baada ya miaka 40 ya kutangatanga, kizazi kipya kimeinuka na wakati umefika wa kushinda nchi ya ahadi. Musa amekufa na kiongozi mpya amechaguliwa na Elohim kwa kazi hii, Yoshua. Kabla ya kuanza ushindi, kiongozi mpya na kizazi kipya wameitwa kumthamini Elohim kikamilifu. Kizazi cha sasa kinaposimama kwenye mpaka wa Kanaani ya mbinguni, wito wa kimungu bado unaonekana kwa nguvu, ila tu uwe hodari na jasiri sana. Utangulizi. Musa na Yoshua. Muundo wa kitabu. Utume wa Yoshua, rithi ahadi, nguvu na ujasiri, mafanikio ya utume. Utangulizi. Musa na Yoshua. Baada ya kifo cha Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni, msaidizi wa Musa. Katika sura ya kwanza ya Yoshua, Musa ametajwa mara 11 na jina lake linaonekana mara kwa mara katika kitabu chote. Kuna mambo mengi yanayofanana kati ya viongozi hawa wawili. Mungu Elohim aliwatokea, waliombwa wavue viatu vyao. Elohim aliwaahidi kwamba atakuwa pamoja nao. Walisherehekea Pasaka. Walipita maji kwenye ardhi kavu. Mana ilikuja na moja na nyingine ilikuma. Walituma wapelelezi kuipeleleza nchi. Ingawa sura ya kwanza ya Yoshua inarekodi mpito kati ya viongozi mawili wakuu wa Israeli, wala mhusika mkuu wa kweli wa kitabu hicho. Mtu muhimu zaidi ni Elohim mwenyewe, ambaye maneno yake yanafungua kitabu na ambaye uongozi wake ndio mada kuu. Hakuna shaka juu ya kiongozi wa kweli wa Israeli alikuwa nani. Yoshua sasa alikuwa kiongozi anayetambulika wa Israeli. Alikuwa amejulikana hasa kama shujaa, na karama na fadhila zake zilikuwa muhimu sana katika hatua hii katika historia ya watu wake. Ujasiri thabiti na uvumilivu haraka usioweza kuharibika, wasijali maslahi ya ubinafsi katika utunzaji wake kwa wale waliojitolea kwa malipo yake, na zaidi ya yote kuongozwa na imani hai kwa Elohim. Tabia kama hiyo ya mtu aliyechaguliwa na Elohim kuendesha majeshi ya Israeli katika kuingia kwa kwenye nchi ya ahadi. Wakati wa kukaa jangwani alikuwa ametenda kama waziri mkuu kwa Musa, na kwa uaminifu wake wa utulivu usio na huruma, uthabiti wake wakati wengine walipotetereka, uthabiti wake wa kudumisha ukweli katikati ya hatari. Alikuwa ametoa ushahidi wa usawa wake kumrithi Musa hata kabla ya kuitwa kwenye nafasi hiyo na sauti ya Elohim. Mpangilio wa kitabu. Musa mtumishi wangu amekufa, basi sasa wewe na watu wa hawa wote jitayarishe kuvuka mto Yordani uingie katika nchi nitakayowapa wana wa Israeli. Kitabu cha Yoshua kinaonyesha utimilifu wa ahadi ambazo Elohim alitoa kwa Israeli wakati alipowatoa Misri, yaani kuwapa Kanaani. Utangulizi sura ya 1. Na kitabu chenyewe vimegawanywa katika sehemu kuu nne. Kuvuka hadi Kanaani. Ichukue Kanaani.
gawanya nchi, huduma kupitia utii kwa sheria, utumi wa Yoshua, riti ahadi, nitakupa kila mahali utakapotia mguu kwa kama nilivyomwahidi Musa. Katika Yoshua 1:3 Elohim anazungumza katika wakati wa kinabii wa sasa. Anazungumza juu ya Kanaani kana kwamba tayari imetolewa kwa Israeli. Hii inamaanisha kwamba Elohim aliwapa uhakikisho kamili wa mafanikio ya ushindi. Kisha anawakumbusha juu ya mpaka ambayo ushindi utafikia. Ukanda kati ya mto Yordani mashariki na bahari ya Mediterania magharibi kutoka jangwa kusini hadi mto Yufrati kaskazini. Kisha anamgeukia Yoshua na kumhakikisha kwamba ikiwa atakuwa na nguvu na ujasiri, hakuna mtu atakayeweza kusimama dhidi yake. Lakini ushindi haukuwa katika juhudi ya Yoshua mwenyewe, bali katika uwepo wa Elohim. Alimhakikisha wakati anatuhakikisha kila mmoja wetu inatakuwa pamoja nawe. Nguvu na ujasiri. Je, sikuwaamuru kuwa hodari na jasiri? Usiogope, usifadhaike, kwa maana Bwana Elohim wako yu pamoja nawe kila uendako. Kabla ya kumwomba Yoshua nguvu na ujasiri vitani, Elohim alimwomba nguvu na ujasiri wa kutii sheria. Hii pia ni kesi leo. Elohim anatuomba tujitahidi kushika sheria yake. Hii inahitaji ujasiri mkubwa kwa upande wetu. Kwa upande wake anaahidi kwamba atakuwa pamoja nawe popote uendapo, kutusaidia kupigana vita tunavyoshiriki, si vita vya kimwili bali dhidi ya watawala na dhidi ya mamlaka na dhidi ya nguvu za giza la ulimwengu huu, dhidi ya uovu wa kiroho katika mahali pa juu. Ili kufanya hivyo ametupatia silaha zinazohitajika. Ufunguo wa mafanikio ni kumtegemea Elohim kikamilifu, na ili kufanya hivyo tunahitaji kuhusiana naye kila siku. Mafanikio ya utume. Kitabu hiki cha Torati kiwe kinywani mwako siku zote, ukitafakari mchana na usiku, upate kuwa mwangalifu kufanya kila kitu kilichoandikwa ndani yake, kisha utafanikiwa na kufanikiwa. Mafanikio kutoka kwa mtazamo wa kimungu hayaendani na mafanikio kutoka kwa mtazamo wa kibinadamu. Mafanikio ya kupita kiasi katika ulimwengu huu yanaweza kupatikana kwa kuvunja sheria za kimungu na za kibinadamu, lakini mafanikio ya kweli na ya milele hayawezi. Tutafanikiwa ikiwa tutafuata kanuni na maadili yaliyoonyeshwa katika sheria ya Elohim, lakini huu si wokovu kwa matendo. Sivyo kabisa. Imani na sheria havitengani bali vinakamilishana. Tunapozungumza juu ya sheria tunazungumza juu ya njia tunayopaswa kuishi, sio njia tunayookolewa. Uhusiano wetu na Elohim unaonyeshwa katika utii wetu kwa mapenzi yake. Messiah daima ana msaidizi mwenye nguvu katika Bwana. Wenda tusijue njia ya msaada wa Bwana, lakini hili tunalijua: kamwe hatawaangusha wale wanamtegemea. Laiti wa Messiah wangeweza kutambua ni mara ngapi Bwana ameamuru njia yao ili makusudi ya adui yasitimizwe juu yao, wasingejikwaa kwa kulalamika. Imani yao ingebaki kwa Elohim, na hakuna jaribu ambalo lingekuwa na nguvu ya kuwateteresha. Wangetambua kama hekima na ufanisi wao, na angeleta kile ambacho anatamani kufanya kupitia wao.